Mambo ni vipi popote pale ambapo nakuna nifuatilia kwa hivi sasa, ukiwa Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na popote pale duniani. Basi bwana, karibu katika Umela Media, sehemu ambayo unakuwa unapata ripoti za michezo na burudani kwa wakati mwafaka. Na kabla sijazungumza mengi sana, basi mimi nikukumbushe uweze kubonyeza neno subscribe, na kwako itasemeka subscribe na mambo yatakwenda bam bam. Sasa mara baada kwa Young Africans wameshusha chuma Alan Okello ndani ya Young Africans, bana, kumekuwa na mjadala mzito. Kumbuka kwamba Alan Okello amecheza mechi takriban 3, kwa maana ile ya kwanza ya ligi kuu kijumlisha na National Ahli, lakini vile vile hii hapa ambayo amekuja kucheza dhidi ya Dodoma Jiji. Bwana, na mechi zote hizo Young Africans wamefanikiwa kushinda. Kumekuwa na mjadala mkali kwamba nani kati ya Alan Okello na Pacome Zouzoua ni mkali wa dimba, au nani ambaye anafaa kwanza juu ya mwenzake endapo wote wanacheza nafasi ya namba 10, kwa maana ya namba 10. Mjadala umekuwa ni mzito kweli kweli, baadhi ya wachambuzi wakiibua hoja kadha wa kadha, lakini kwangu mimi nimekuwa na mtizamo tofauti kabisa kuhusiana na hawa viungo washambuliaji wawili, Pacome Zouzoua pamoja na Alan Okello. Binafsi naamini kocha Pedro wa Young Africans anao uwezo wa kuanzisha wote wawili kwa wakati mmoja. Hakuna haja ya kumtanguliza mmoja eti aanze Alan Okello au aanze Pacome ndio baadaye mwingine anatoka alafu mwingine anaingia. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu Pacome Zouzoua anao uwezo wa kucheza kutoka pembeni, kwa maana kama winga wa pembeni, lakini vile vile anao uwezo wa kucheza kama namba 10, kwa maana mshambuliaji, kwa maana ya kiungo mshambuliaji ambaye anakuwa nyuma ya nyuma ya yule mshambuliaji kinala. Hali kadhalika Alan Okello yeye anaweza kucheza namba 10. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kocha Pedro anaweza kumwanzisha Pacome Zouzoua upande wa winga wa kulia au hata winga wa kushoto, alafu Alan Okello yeye akawa anasimama nyuma ya mshambuliaji kwa maana ya namba 10. Unaona yeye sasa anakuwa anatengeneza nafasi kwa ajili ya umaliziaji, huku Pacome Zouzoua na yeye akiwa anatokea pembeni, huku akiwa winga teleza kabisa, akiwa naye anasogea, kwa sababu Pacome Zouzoua kwanza ana kasi, ana speed kweli kweli huyu jamaa anapokuwa anaenda kushambulia lango la timu pinzani. Kwa hiyo huku pia ukiangalia upande wa namba 10 pia kwa maana Alan Okello naye pia ana kasi na anao uwezo wa kutuliza mpira, ana utulivu pindi anapokuwa amepokea mali, na ana uwezo wa kufanya maamuzi mara kweli kweli, unaona. Kwa hiyo wote wawili wanaweza kaanza kwa wakati mmoja. Huyu anakuwa anatokea kama winga wa pembeni, kwa maana namba 7 au namba 11, lakini Alan Okello anakuwa anapiga namba 10 pale. Hiyo mechi mbona mwenyewe utaipenda tu. Hakuna haja ya kusema kwamba aanze Alan Okello anatoka anaingia Pacome Zouzoua, au anatoka Pacome Zouzoua na anaingia Alan Okello. Kumbuka pia Pacome Zouzoua kiwango chake ndani ya Young Africans hakina shaka hata kidogo. Ndio maana wananchi wenyewe wakamwita le professeur, kwa maana Profesa Pacome Zouzoua, kutokana na ubora anapokuwa dimbani. Wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na Alan Okello pamoja na Pacome Zouzoua?